Karibu mpendwa mtazamaji wangu, tuendelee na kitabu chetu cha Henoko. Tuko sura ya 9 sasa. Niendelee mbele kidogo pale. Nasema kwamba dunia haitakuwa na amani na dhambi itaikalia, kwa kuwa hawakuifurahia katika vizazi vyao na machinjo ya wapendo wao. Na watalaumu juu ya kuharibiwa kwa watoto wao, wataomba msamaha milele, lakini hawatapata rehema wala amani. Kisha Henoko akamwambia Azazeli, pamoja na kuwa hutapata amani, hukumu kubwa imewekwa juu yako, utafungwa wala hutapumzika rehema na dua zako kwa maovu uliyoyafundisha. Kwa kila kufuru, ubabe, dhambi umewafunza wanadamu. Kisha wakati na kuondoka, nikaongea nao wote, na wote walijawa na hofu, wakatetemeka. Walitaka niandike kumbukumbu la maombolezo yao, labda watapata msamaha. Yaani niandike maombi yao ili yafike mbinguni, mbele za Mungu wa mbinguni, kwa sababu wao wenyewe hawakuweza kumfikia wala kuinua macho yao juu kutokana na uovu waliofanya na kuhukumiwa kwao. Kisha nikaandika kumbukumbu la maombi ya toba yao kwa roho zao, kwa kila walilofanya, na kuhusu mapatano yao, ili yumkini wapate rehema na kupumzika. Nikaendelea kwenye maji ya Badani ambayo yako magharibi mwa Amoni. Nikasoma kumbukumbu la maombi yao hadi nikapitiwa na usingizi. Na mara ndoto ikanijia na maono yakanitokea juu yangu. Nilianguka chini na kuona maono ya adhabu ya wana wa mbingu, wakithibitishia wao. Na nilipoamka nikaenda kwa wote waliokuwa wamekusanywa pamoja, wakilia katika Oubeliseyaeli, ambayo iko kati ya Ibanosi na Senereseri, na nyuso zao zilikiwa zimefunikwa. Nami nikawaeleza mbele yao maono niliyoyaona katika ndoto yangu. Nami nikaanza kunena maneno haya ya haki na kuonyesha uovu wa walinzi wa mbinguni. Kitabu hiki cha maneno ya haki na uthibitisho kwa walinzi walio duniani, sawasawa na yeye ambaye ni mtakatifu na mkuu alivyoamuru katika maono. Nilifahamu katika ndoto kuwa nilikuwa nikiongea kwa ulimi wa kinywa changu, na pumzi iliyo katika pua zangu, ambayo muweza aliiweka katika midomo ya watu waitumie. Mungu akubariki. Tukutane katika sehemu nyingine ya kitabu cha Henoko. Wewe ambaye hujaelewa nini kinaendelea, unaweza kurejea katika sehemu za nyuma zote zile za kwanza, ukazikusanya pamoja, ukasikiliza kwa uzuri. Unaweza kupata picha nzuri. Kuna mambo mazuri sana ya kujifunza. Mungu akubariki sana. Nikukumbushe tu, Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo yuko karibu kuja, na sasa hatakuja kama Mwokozi, atakuja kama Mfalme wa wafalme. Jitakase, jiweke tayari katika jina la Yesu Kristo. Amen.